Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ameibwaga jamhuri kwa mara nyingine baada ya mahakama kukataa kupokea ripoti ya uchunguzi wa shahidi kutokana na pingamizi alilowasilisha dhidi ya mkaguzi wa polisi Samuel Kaya. Aidha, Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imesema kuwa kwa msimamo wake haikubaliani na wakili wa serikali mkuu Job Mrema kwamba kuna mtego sehemu yoyote, pia haiwezi kuingia kwenye mtego wa kukiuka sheria. Uamuzi huo mdogo umetolewa leo na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru akisaidiana na Jaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde wa mahakama hiyo katika kesi ya tuhuma za uhaini inayomkabili Lissu. Jaji Karayemaha alieleza kuwa shahidi huyo, licha ya kuwa ofisa mwenye taaluma ya uchunguzi wa picha, hakuteuliwa kama mtaalamu wa masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani cyber expert, bali alipewa jukumu maalumu la kuchunguza na kuhakiki picha mnato zilizowasilishwa kwake kwa maombi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP na mwanasheria mkuu wa serikali AG. Jaji Karayemaha alibainisha kuwa majukumu ya shahidi huyo yamefafanuliwa wazi katika GN namba 779 ambapo mamlaka yake yanahusiana na uchunguzi wa picha na kuandaa cheti cha uhakiki, yani certificate, baada ya uchunguzi, sio kuandaa ripoti ya kitaalamu, yani expert report, kama ambavyo ilifanyika katika kesi hiyo. Pia mahakama ilikubaliana na hoja za Lissu kupinga kupokelewa kwa taarifa hiyo kwa maelezo kwamba vyombo vilivyodaiwa kuhifadhi picha husika ikiwemo flash disk na memory card vilishakataliwa na mahakama, hivyo hakuna msingi wa kupokea taarifa inayohusiana navyo. Kwa mujibu wa uamuzi huo, mahakama imeridhia pingamizi lililowasilishwa na Lissu na hivyo kutupilia mbali kielelezo hicho, ikibainisha kuwa shahidi husika hana sifa za kisheria za kutoa taarifa za uchunguzi wake kama kielelezo katika kesi hiyo. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini linalotokana na maneno aliyotamka kuhusiana na kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Anadaiwa kuwa Aprili 3 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, akiwa raia wa Tanzania, kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.